yeye awe mzaliwa wa kwanza, mimi nikifuatia. Ili iko utamu, yani iko hapo. Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza, miongoni mwa mandugu wengi, wakiwemo mimi na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hilo linanitia nguvu, yani ya kwamba baada ya moyo kuchunguzwa na baada ya Kristo kukuchagua, amekuweka sasa uwe mmoja wa mandugu kwake. Haleluya. Inapamba ipambi. Bwana Yesu asifiwe. Inapamba ipambi, yani ya kwamba kama wewe umezaliwa katika familia fulani iliyokuwa imedharauliwa, iliyokuwa imedhoofika, iliyokuwa imejaa uchawi, iliyokuwa imejaa ushirikina, baada ya Kristo kukuchunguza na kukuita kwa kusudi lake, anakutenga, anasema hautaitwa mzaliwa wa 4 katika familia yenu, utaitwa mzaliwa wa 2 na wa 3 na wa 4 katika familia ya Mungu, ambapo Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So ina maana kwamba kuna majukumu makubwa ambayo yamekuwa delegated kwa the firstborn. Yes. Manake yeye atakuwa kiongozi. Kwa hivyo kama wewe ni firstborn, jua kana kwamba katika hiyo familia utakuwa kiongozi. Manake tukiangalia katika Biblia, kuna mtu ameuza tu hiyo jina. Hiyo jina ya kuitwa firstborn ina baraka yake, ina kibali ya kifyake. Ukilegea katika familia, unapiwa teke, unaondolewa, secondborn anachukua nafasi. Kuna mtu ameuza urithi kwa sababu tu ya kasubu kama ile ya jana. Anasema tu nipatie mimi, nipatie tu hiyo jina firstborn wewe chukua. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko imesema kwamba baada ya sisi kuchunguzwa na kuchaguliwa, tunafanywa kwamba tuwe wasaliwa, tufananishwe na Kristo. Yaani kama Yesu ni msaliwa wa kwanza, kuna watu katika familia wanafanananga. Akiangalia hii firstborn anasema huyu mtu ni wa ile familia. Akiangalia secondborn anasema huyu mtu ni wa kina Hosea, anafanana na kina Hosea. Sasa nasi katika familia ya Kristo, unapotenda mambo yako, jichunguze kana kwamba unafananishwa na nani. Jichunguze kana kwamba ina uwezekano mkubwa ukaweze kufananishwa na Kristo. Petro akiwa amemkana Yesu katika ile harakati ya kutembea tu, mtu akajitokeza akasema, we, na huyu anatembeaje kama yule mtu ambaye alisulubishwa? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe ni wa Kristo sawa sawa, ukiwa wewe unamfuata Kristo sawa sawa, hata mataifa watakutambua. Si lazima hata wewe mwenyewe ujitambulishe, mataifa watakutambua, watasema huyu ni mzaliwa wa ile familia ya kina Yesu, huyu ni mzaliwa wa ile familia ya kuna Kristo. Kwa sababu vile unavyofanya mambo yako, vile unavyotembea, vile unavyozungumza, wanasema huyu dada ni kama ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Verse number 30. 30 nasema, yes, na wale aliowachagua tangu asili, aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Nao baada ya kuwachagua akawaita. Na wale aliowaita. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mnafuata hii trend vile naenda. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ilisema kuanzia juu kwamba yani